Habari, naitwa Anko G na nyuma ya kamera yupo Mwafrika. Na katika siku ya leo tupo katika kijiji cha Ibuga, kata ya Kabanga, wilayani Ngara, mkoani Kagera, ambapo ripoti hii inahusu za aliyekuwa diwani wa kata ya Kabanga, Hafidh Abdalla, ambaye anawania nafasi nyingine ya pili katika mwaka 2025 kuelekea 2030 kupitia tiketi ya Chama cha Mapinduzi, ambapo katika kijiji hiki cha Ibuga amefanya mikutano katika senta mbili, kwa maana ya senta ya Karagenda, ambapo alikuwa na haya ya kusema. Karagenda oye! Nawapenda sana wana Karagenda. Katika vitongoji na sehemu ambazo unapata watu wengi sana ni Karagenda. Nashukuru sana. Lakini leo nasikia watu waliambiwa kwamba mkutano utafanyika Ibuga. Ndio maana leo watu naona wamepungua hapa, kwa hiyo naamini watu wa Karagenda wote wameenda Ibuga. Hapo vipi? Hapo sawa. Mimi binafsi niwaombe tu wananchi, niwasihi. Niwasihi wananchi. Tarehe 29 mwezi wa 10 tunapaswa tujitokeze kwenda kupiga kura. Tukishamaliza kupiga kura, sisi chama chetu cha Mapinduzi kina ilani. Ndani ya ilani ya Chama cha Mapinduzi mwaka huu, ilani ya mkoa imesema kwamba Kabanga itapata kituo cha afya. Niwaeleze jambo jingine wananchi. Tuna barabara yetu ya Ibuga tulikuwa tumeshaanza kuiwekea moram, si ndio? Na waahidi baada ya uchaguzi, ndani ya ilani ya Chama cha Mapinduzi ziko barabara zitaongezewa kuwekewa moram, na naamini barabara yetu ya Ibuga itapata moram tena. Mpeni makofi tena. Kwenye elimu, miradi hiyo kuna madarasa tajengwa 137 ndani ya wilaya ya Ngara. Naamini ndani ya madarasa 137 na Kabanga tutapata madarasa. Safi sana. Jambo jingine la muhimu kabisa, wananchi wangu, najua mna matatizo ya maji. Na tayari kwenye ilani ya Chama cha Mapinduzi imeitaja miradi mikubwa ya maji. Na naamini katika hiyo miradi tayari Ibuga kishachukuliwa alama za kuweka visima na miradi ya maji. Naamini hii mwaka 2025 mpaka 30 Ibuga itapata maji. Kitongoji cha Kichacha cha B hamjapata umeme, si ndio? Na waahidi baada ya uchaguzi kabla 2030 vitongoji hivi vyote mtapata umeme. Ndio. Tarehe 29 tunaenda kutiki. Sawa? Ndio. Tunachagua diwani Hafidh Abdalla, tunachagua mbunge wetu Doto Jason Bahemu, sawa? Na tunaenda kumchagua mama yetu Dr. Samia Suluhu Hassan. Hapo vipi? Hapo sawa. Pia mkutano wa pili umefanyika katika senta ya Ibuga Center, ama eneo la ofisi ya kijiji cha Ibuga, ambapo pia alikuwa na haya ya kusema. Ibuga oye! Mwiliwe Namaki Mlaho Genda Gute. Jamani, mimi nafurahi kuwaona wana Ibuga. Kwanza leo tumekuja na neema. Tumekuja na neema. Tumepanga mkutano Ibuga na mvua imenyesha. Nasikia Ibuga haijanyesha mvua wiki. Lakini leo tumesema tunaenda Ibuga tu na mvua imenyesha. Hapo vipi? Tumekuja kuomba kura. Kuomba kura huku tunaomba kura, na tunaomba tarehe 29 tuende tukapige kura. Tarehe 29 mwezi wa 10 ndio tarehe ambayo mimi nazaliwa. Na tarehe hiyo ndio uchaguzi mkuu wa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa hiyo naomba sana tarehe 29 wakati mimi nazaliwa niwe na furaha. Furaha hii mtalipa nyinyi wananchi. Yaani manake mkijitokeza kwenda kupiga kura nyingi za kutosha, mimi nitakuwa na furaha hata sipokata
keki. Yaani furaha hiyo tu inanitosha. Hapo vipi? Hapo vipi? Tulikuwa na changamoto za barabara, tumeshughulikia. Lakini pia nawaahidi mwaka huu mkinichagua, barabara hii bado tunaendelea kuiwekea mola, ikiwezekana mpaka tufike Jululigo. Kijiji cha Ibuga kina changamoto kubwa sana ya maji. Maji ni changamoto kubwa sana. Lakini niwaahidi wananchi wa Ibuga, hapa niko na ilani ya Chama cha Mapinduzi ya mkoa wa Kagera. Ndani ya ilani hii kuna miradi ya maji imetajwa. Mimi kama diwani wenu mkinichagua, mkimchagua mbunge wangu, mkimchagua na rais, kwa mujibu wa ilani hii tutasimamia kijiji cha Ibuga kipate maji. Tulikuwa na changamoto za madarasa. Ndani ya ilani hii ya Chama cha Mapinduzi, wilaya Ngara imetengewa kujengewa madarasa 137 kwa ajili ya shule za msingi. Na ndani ya haya madarasa 137 tuko kata 22. Lakini nitapambana na mimi ndani ya madarasa nipate madarasa ya kuwaleta ndani ya kata Kabanga. Ndugu zangu wananchi, tunajua kuna baadhi ya vitongoji mpaka leo havijapata umeme. Na waahidi kwa mujibu wa bunge la Tanzania lilipitisha bajeti, vitongoji vyote Tanzania nzima vitaenda kupata umeme. Na nawaahidi ndani ya hivyo vitongoji vyote, manake na vitongoji vya Ibuga vitapata umeme. Ndugu zangu, wale watu wa Ibuga ambao mnakwenda mjini, nimeona Kabanga sasa hivi tumeanza kuwekewa taa za barabarani, si ndio? Mmeona kulikuwa na barabara za lami, na sasa hivi kile kipande kilichobaki, kama kuna mtu alienda kuanzia jana juzi, atakuwa ni shahidi. Yule mkandarasi kishafika pale na ameanza kuweka mola ili kushindilia kile kipande cha lami kimalizike. Hizi kazi zote wanafanya Chama cha Mapinduzi. Ndio chama pekee kina ilani yake. Na waahidi wananchi, hata barabara pale mjini za lami tutaziongeza. Sisi wengine tunafanya kazi kwa ajili ya wananchi. Ningekuwa kiongozi napenda kwangu, basi ningesema lami ile iende kaekwe kwangu. Lakini tunaupendezesha mji wetu wa Kabanga, pale sokoni na maeneo ya karibu angalau yapate lami na taa za barabarani. Hapo vipi? 2020 wakati naingia tulikuwa na changamoto za watu kunyanyasa wananchi. Nakumbuka lile tatizo nimelimaliza. Yule alikuwa akinyanyasa watu alitoka. Na waahidi tena, mimi mnanijua mimi mtu kazi. Wananchi wangu akinyanyaswa, mimi bora nichukiwe na wachache, lakini tamtoa mwananchi wangu. Juzi tu kuna wananchi wangu waliyekuwa ndani, nikaenda kuwatetea, nikawatoa. Kuna watu walinichukia, lakini wacha wanichukie, kwa sababu wanipe kura wasinipe, najua wananchi wangu wanaonipa kura nitawatetea. Sawa wananchi? Mwaka 2020 nakumbuka nilikuwa na sera nasema tutajenga kituo cha afya. Nakumbuka 2020 wakati ile sera nilikuwa nasema tutaanzisha ujenzi wa kituo cha afya. Lakini miaka ile mitano kituo cha afya kimeanzishwa na wananchi walichangia, na hapa Ibuga wapo wananchi walituchangia kwa ajili ya ujenzi wa kituo cha afya. Na tayari mawe tumekusanya, tayari eneo lishatengwa, tayari eneo limeshapimwa. Sawa? Unanielewa wananchi? Kwa maana hiyo sasa niwaambie jambo jema. Leo hii serikali ya Chama cha Mapinduzi katika ilani hii ya mkoa wa Kagera imeweka bajeti ya kujengwa kituo cha afya kata Kabanga. Hapa naomba mtu mmoja aje, na muhitaji mtu wa Ibuga aje asome, ili muone kwamba wananchi kwamba ilani ya chama imetenga
Mchungaji njoo, mchungaji Method, wewe unajua kusoma. Ujenzi wa vituo vya afya vitatu katika kata ya Mganza, Kabanga na Kanasi. Mmemsikia mchungaji? Amesoma. Basi kituo cha afya kinaenda kujengwa bila mchango wote wa mwananchi hapa. Sisi wananchi tukinunua sabuni tumelipa kodi. Tukinunua sukari tumelipa kodi. Ukinunua mafuta umelipa kodi, si ndio? Leo serikali imesema vile vitu vyote mlivyonunua basi leo inawaletea kituo cha afya katika kata ya Kabanga. Nawaomba wananchi, na mwaka huu Kabanga tuendelee kuongoza. Tuko 16,000, Ngara wako 17,000, lakini watakao kwenda kupiga kura basi niwaombe wananchi Kabanga tuongoze tena. Tunapoongoza katika kupiga kura, mimi nina nafasi ya kutetea na kuwaombea miradi kwa viongozi wa kitaifa, kwa sababu kura nyingi zimetoka Kabanga. Tusipojitokeza kwenda kupiga kura, mtanivunja moyo mimi wa kuwatetea. Nadhani mmenielewa. Mmenielewa? Kwa hiyo naomba tarehe 29 yule ambaye ana kadi ya kupiga kura, siku hiyo weka mkono, tembea naye, sawa? Yaani hata ukikutana na mwanajeshi usimwogope. Unaenda wapi? Unaenda kupiga kura. Una kadi? Ndio, hii hapa. Ukimwonyesha ana na kukuuliza. Hivi niwaulize, leo hujanichagua alafu unakuja kunipa kero zako nizitatue, wewe mwenyewe nafsi haitokusuta? Lazima itakusuta kwa sababu hukunichagua alafu unaniletea matatizo yako. Lakini ukinichagua, mimi nilikuwa na kauli 2020 kwamba ukinichagua unitumie, so kunitumia wewe ukawa unapaa afu unaniambia na mimi tukapae wote hapa. Alafu nilikuwa na kauli nasema usiponitumia usinilaumu. Usiponitumia usinilaumu. Sasa hujanichagua utanitumiaje? Ila Mwenyezi Mungu ana siri sana. Laiti angekuwa siku nishakuwa kiongozi nishachaguliwa, alafu anakuja mtu ambaye hajakuchagua, alafu Mungu anakuonyesha ishara au kamwekea alama, huyu hajakuchagua, alafu anakueleza kero yake, utamsaidia? Sasa utamsaidia? Utamsaidia? Kwa mimi nasema hivi, kura ni siri, si ndio? Lakini japokuwa ni siri, mwaka huu Kabanga diwani ni mmoja tu. Diwani ni mmoja. 2020 nilikuwa na ndugu yangu Philemon wa Chadema, si ndio? Mwaka huu kaniogopa, amelala mbele. Mwaka huu kiufupi waliona kazi yangu. Waliona kazi yangu, na mimi nilipoingia 2020 katika vikao vyangu vya maendeleo vya kata, viongozi wa vyama vyote vya upinzani nilikuwa nawaita kwenye vikao, kwa sababu maendeleo hayana chama, si ndio? Philemon nilikuwa namwalika kwa vikao. Balindie wa chama cha NCCR nimemwalika kwenye vikao. Lakini Philemon alikuwa ananikimbia kwenye vikao, haji na mialiko anaipata. Ndani ya miaka 5 Philemon kakimbia vikao. Na nilikuwa namtegemea mwaka huu aingize pua ili nimuulize, wewe unataka maendeleo gani? Kwenye vikao vya maendeleo vya kata ukuja. Halafu leo unakuja kuwadanganya wananchi kwamba eti unataka kuleta maendeleo. Maendeleo gani sasa? Maana ndani ya vikao vya maendeleo sio mnajadiliana hiki kiende au kisiende, si ndio? Hiki kifanyike, hiki kisifanyike, si ndio? Hakuja. Lakini Balindie, nasema hivi, Mungu amlinde, alishiriki vikao vyote vya maendeleo vya kata, na alitoa mawazo yake na tuliyaheshimu tukayafanyia kazi, maana maendeleo hayana chama. Diwani inachaguliwa na wananchi wote. Hapa kuna watu hawana vyama wala kadi za vyama,
lakini tarehe 29 naomba tukapige kura. Yaani uwe mpagani, uwe sijui nani, hata kama una dini, tarehe 29 mradi una kadi ya kupiga kura, nenda kapige kura. Ibuga oye! Ibuga oye! Tunaelewana wananchi? Tunaelewana? Mimi naongea vitu vya ukweli. Mimi ukweli wangu usiwafichi. Kuna sehemu unaniponza, kuna sehemu unaniponza, lakini kuna sehemu unanilinda. Mimi nasema 2025 huu mwaka mambo niliyofanya mema kwa wananchi na ukweli wangu, na Mungu alinilinda. La sivyo, kama sio Mungu basi nilikuwa namuelewa. Nyenye mnajua uongo? Hii vita mwaka huu mliona. Yaani nilikuwa nimekaa kwa kila kona. Lakini kwa sababu Mungu aliweka mkono wake kwangu kwamba ulioyatenda, sadaka zako, wema wako, malipo yake ni haya, akanitoa kwenye aibu. Leo ni siku pekee hapa kwetu Ibuga kwa kupata ugeni hawa wetu waheshimiwa. Leo ni siku pekee hapa kwetu Ibuga kwa kupata ugeni hawa wetu waheshimiwa. Samia, Doto, afisi. Tumchague nani awe diwani wetu? Tumchague afisi mwenye busara, tumchague afisi wa kutetea umma. Kutoka hapa katika kijiji cha Ibuga, kata ya Kabanga, wilayani Ngara, mkoani Kagera, nilikuwa na mimi Uncle G, na nyuma ya kamera alikuwepo Mwafrika. Na hii ni Simamia TV. Endelea kufuatilia vipindi vingine vinavyopatikana hapa.